kauli mbiu yetu ya leo imetupa mwongozo, tuende tukaiishi kauli mbiu hiyo kwa nchi zote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na wanachama wanaohusika na bonde la Ziwa Victoria. Pili, tuendelee kuweka mikakati endelevu ya kutoa elimu ya uhifadhi wa mazingira ya Ziwa Victoria kwa wananchi, kwa namna ya pekee kwa watoto na vijana, na kupitia shule za msingi na sekondari. Anzisheni clubs ambazo zitakuwa zinajihusisha na masuala ya uhifadhi wa mazingira ya Ziwa Victoria. Wekeni clubs zile, wekeni mashindano ili kuweza kuwa na utamaduni ulioendelevu wa kupanda miti na kutunza mazingira. Na tatu, kuhusu uendeshaji wa kituo kikuu cha kuratibu uokoaji majini kilichopo hapa jijini Mwanza na vituo vidogo vya Kisumu kule Kenya na Entebbe kule Uganda. Hakikisheni kuwa vituo hivyo vinaanza kufanya kazi mapema na kwa ubora na kwa ufanisi wa juu. Kama tulivyosema siku ile, masuala ya majini hayatoi taarifa, yakitokea ndio yameshatokea hivyo. Kwa hiyo ni vyema tukawa na ufanisi wa juu katika kutekeleza uratibu wake ili kuweza kuokoa maisha ya watumiaji wa vyombo vinavyopita majini, usafirishaji pamoja na shughuli zingine za kiuchumi. Wananchi wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tuwe mstari wa mbele kushirikiana na mamlaka husika kuzuia vitendo vya uharibifu wa mazingira ndani ya maji. Usiri katika kutoa taarifa ni sawa na kushiriki katika uharibifu huo. Sasa baada ya kuwa nimeyasema haya, ninapenda kutamka kuwa siku ya Ziwa Victoria imezinduliwa rasmi na itakuwa inaadhimishwa kila tarehe 21 Mei kwa kufuata utaratibu uliowekwa na waandaji wa maadhimisho haya, na kama ambavyo walikubaliana waheshimiwa mawaziri wa kisekta. Na kwa maadhimisho haya ya kwanza ambayo yamefanyika hapa Mwanza, nitamke kuwa maadhimisho hayo sasa yamefungwa rasmi. Mungu ibariki Afrika Mashariki, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi Wizara ya Maji kwa namna mashirikiano ambayo ameyajenga katika nchi wanachama inatusaidia na unatupa nafasi na urahisi katika kutimiza majukumu yetu. Tunashukuru pia nchi wanachama kwa kuridhia na kuona umuhimu maadhimisho haya ya kwanza yaje kufanyika katika nchi yetu ya Tanzania na katika mkoa wetu wa Mwanza. Sio jambo jepesi ndugu zangu. Wangeweza tukasema tuanzie Kenya, wanaweza wakasema tuanzie Uganda, lakini wakasema tuanzie Tanzania. Tujipigie makofi mengi sana 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 sana. Nataka niwahakikishie nchi wanachama, sisi Wizara ya Maji na nchi yetu ya Tanzania kupitia ziwa hili la Victoria tutakuwa kihelehele, tutakuwa mstari wa mbele kuhakikisha tunalinda na kutunza ziwa hili Victoria kwa maana ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo, ili kuhakikisha kwamba maji haya yanaweza kutusaidia kupata huduma, lakini kupeleka mapinduzi ya kiuchumi kwa ajili ya manufaa ya wananchi wetu wa Tanzania. Nchi zetu zina mipaka, lakini maji hayana mpaka. Niwaombe nchi wanachama kuendelea kushikamana, kuwa na umoja na mshikamano katika kulinda na kutunza rasilimali zetu hizi za maji, hasa hizi ziwa Victoria, kuhakikisha kwamba inakuwa na manufaa kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maadhimisho ya leo sio tu tukio la kawaida la sherehe pekee. Ni wito wa kutafakari, kuchukua hatua na kuisha tena dhamira ya kulinda mojawapo ya rasilimali kubwa za asili barani Afrika. Ziwa Victoria sio tu chanzo cha maji, bali ni uhai wa eneo la Afrika Mashariki na kwingineko. Ripoti ya hali ya bonde la Ziwa Victoria inayojumuisha
rasilimali za maji la bonde la Ziwa Victoria uliozinduliwa jana umeonyesha kwa kina mapengo yaliyopo, changamoto zinazoibuka na fursa zilizopo ndani ya bonde hili la Ziwa Victoria. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika sekta ya usafiri majini bado tunaendelea kushuhudia changamoto zinazohusiana na usalama wa usafiri wa majini, miundombinu duni, ajali ya ziwani, uwezo mdogo wa utafutaji na uokoaji, pamoja na masuala mapya ya kiusalama ya kimpakani. Katika eneo hili, uanzishwaji wa kituo cha kisasa cha kikanda cha uratibu na uokoaji majini hapa Ilemela jijini Mwanza ni hatua kubwa ya kuimarisha usalama wa majini na uratibu wa usalama katika Ziwa Victoria. Na mmefanya uchaguzi sahihi wa Mwanza kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya Ziwa Victoria. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Ziwa Victoria katika mkoa wa Mwanza linayo asilimia 53 ya eneo la ukubwa wa square kilomita za mraba 25,000. Kwa hiyo wananchi wa mkoa wa Mwanza ni washiriki katika kuhifadhi, kutunza, lakini pia kutumia Ziwa Victoria. Mwaka 2021 serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ilipokuja na mpango wa kuwainua vijana kupitia ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, Ziwa Victoria lilikuwa na vizimba 259 kwa mkoa wa Mwanza. Lakini kwa sababu ya umuhimu wa ziwa hili na uchumi wa mkoa wa Mwanza, mwaka 2000 tunapozungumzia na 26, ndani ya Ziwa Victoria kwa mkoa wa Mwanza peke yake vijana wanaofuga samaki wameshafikisha vizimba 2705. Kwa hivyo uchumi wa mkoa wa Mwanza unategemea sana uwepo wa Ziwa Victoria.